Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, asema serikali haitavumilia kuona watu wasiokuwa na nia njema na taifa kutumia kimvuli cha wanaharakati kuhatarisha amani nchini. Jaji Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa George Masaju amewataka mawakili wapya na wale waliopo kazini kuhakikisha wanaisaidia mahakama kutoa haki kwa wananchi, yakiwemo makundi maalum na watu wasiokuwa na uwezo. Rais wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez atoa wito kutaka nchi yake iondole vikwazo vya kimataifa ili kujikwamua na madhara ya janga la tetemeko. Na katika michezo, msimu mpya wa ligi kuu ya mwaka 2026-2027 unatarajiwa kuanza kutimua vumbi Agosti 14 mwaka huu, ukitanguliwa na mchezo wa ngao ya jamii utakaovikutanisha vilabu vya Simba na Yanga Agosti 12. Naam, moja kwa moja kutoka jijini Dar es Salaam. Hii ni Channel 10, kilicho bora kabisa. Mtazamaji, na sasa umetimwa saa kukuletea taarifa yetu habari ya kutwa nzima ya leo. Mimi ni Hamisi Mkoti, rubani wako, na kualika tusafiri pamoja katika mwendo wa takriban saa moja ya habari za kitaifa, kimataifa, uchumi na biashara, na mwisho tutakwenda kuhitimisha habari yetu kwa habari za michezo na burudani. Kwa upande wa lugha alama usiku wa leo ni Ramla Jabu akiendelea kukuhabarisha namna hiyo. Mtazamaji, kama ilivyoada, tunaanza na habari za kitaifa na moja kwa moja tunaelekea upande wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kule visiwani Zanzibar. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amesema kamwe serikali haipo tayari kuona baadhi ya watu wasio na nia njema na Tanzania wanajificha katika kichaka cha wanaharakati na kutumia kivuli hicho kuhatarisha amani, umoja na mshikamano. Dr. Samia amesema wapo baadhi ya watu kufanya vitendo vya ugaidi na kujificha kwa kivuli cha kutetea haki, hivyo anawataka watu hao kuacha mara moja vitendo hivyo, kwani serikali haitavumilia katika kulinda maslahi mapana ya Tanzania na watu wake. Mwanahabari wetu Juma Kasim Ali anaripoti kutoka Zanzibar. Katika viwanja vya Ikulu mjini Unguja, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, wakati akizungumza kuhusu maridhiano ya kisiasa yaliyofikiwa kati ya chama cha ACT Wazalendo na Chama cha Mapinduzi, Dr. Samia anaitumia hafla hiyo kuwatahadharisha wanaotumia mwavuli wa wanaharakati kuvuruga amani iliyopo nchini. Vitendo vya kigaidi katu havikubaliki, sio kwa Tanzania tu bali ulimwengu mzima. Hivyo basi niwaonye kwa mara nyingine wale wote wanaojishughulisha na vitendo hivyo kwamba taifa lolote duniani hutumia nguvu ya dola kuhami raia wake na kulinda heshima yake. Nasi Tanzania kama taifa hatutasita kufanya hivyo. Mbali ya kutoa onyo hilo, Rais Samia pia bado anawahimiza wananchi kushirikiana na serikali katika kulinda umoja na mshikamano uliopo na kuacha kushabikia mambo yasiyo na tija kwa taifa la Tanzania. Na wasihi wa Tanzania, tushikamane kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu na sio kulifanya taifa kuwa duni kwa matakwa ya watu binafsi ambao maisha yao huko waliko na hata hapa nchini yanategemea malipo yatokanayo na kufanya vurugu au kuivuruga nchi yao kwa maslahi ya wengine. Katika hali hii, niwahakikishie Watanzania kwa serikali yenu inasimama imara katika ulinzi wa raia wake na mali zao. Nanyi kwa upande wenu mnapaswa kuungana na serikali yenu katika kulinda maeneo yenu na mali zenu. Kauli hiyo ya Rais Samia inaungwa mkono na baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa waliofika Ikulu mjini Unguja kushuhudia uwasilishaji wa tamko la pamoja na kutia saini hati ya maridhiano ya kisiasa. Bado Watanzania tuna nafasi, tuna viongozi wazuri ambao wanapenda nchi yao. Kwa hivyo imani yangu ni kwamba indhari hilo tolewa wataisikia na wanaweza hao wanaharakati. So wanasiasa nasema, hata kama wanasiasa wamo, lakini ni very small percentage, lakini wanaharakati wanaweza wakaamini kwamba anachosema Mama Samia ni kitu cha kufuata kwa maslahi ya nchi nzima. Tarehe 7 mwezi wa 7, wananchi wa Tanzania tulikuwa tu katika attention ambayo hao makundi hayo ya wanaharakati walikuwa wanaingia katika mitandao ya kijamii kusema kwamba wananchi wa Tanzania kuna maandamano na mambo mengine kama hayo, na ukitizama hata wananchi tarehe 7 walikaa katika hali ya attention
kuna watu walikosa kuendelea katika harakati zao za kutafuta riziki. Kwa hivyo mimi nimwambie Mama Samia, kauli hii aliyozungumza leo ni kauli adhimu, na sisi kama vyama, kama mimi katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi tunaiunga mkono, na hili lazima litizamwe kwa sababu tunataka Tanzania iwe na amani, hatutaki vinginevyo. Mbali na hayo, wadau hao wanaomba Watanzania kushirikiana na kutumia njia ya mazungumzo kutafuta suluhu badala ya kuhamasisha vurugu zisizo na nia njema kwa Tanzania. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Naam, wakati huo huo, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar, amesema atahakikisha anausimamia mchakato wa maridhiano ya kisiasa uliosainiwa leo mjini Unguja kuwa unafikiwa malengo. Amesema ikiwa yeye ni muumini wa maridhiano kwa maslahi mapana ya Zanzibar na watu wake, atahakikisha makubaliano ya maridhiano yanawanufaisha wananchi katika kuendeleza amani, umoja, mshikamano endelevu wa kisiasa kwa kuweka mbele maslahi ya Zanzibar na watu wake. Kwa mara nyingine, huyu hapa Juma Kasim. Ni utiaji wa saini makubaliano ya pamoja maridhiano ya kisiasa kati ya chama cha ACT Wazalendo na Chama cha Mapinduzi CCM, hafla iliyofanyika Ikulu mjini Unguja. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais Mwinyi, makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar, ambaye chama chake kiliwakilishwa na naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar Dr. Mohamed Said Mohamed Dimwa katika utiaji saini. Dr. Mwinyi anasema atahakikisha makubaliano hayo yanazaa matunda kwa maslahi mapana ya Zanzibar. Napenda nikuhakikishieni kuwa niko tayari kushirikiana na viongozi wenzangu kusimamia awamu ya pili ya mchakato ambayo inaanza kwa hatua hii ya kutolewa kwa tamko hili la pamoja na kufuatiwa na hatua nyingine ikiwemo mazungumzo ya ajenda zilizokubaliwa. Ni mategemeo yangu kuwa awamu ya pili ya mchakato utaongozwa na dhamira ya dhati ya kupata muafaka na kwamba maslahi ya Zanzibar yatawekwa mbele kwa lengo la kujenga mustakabali mwema wa nchi yetu na watu wake. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Taifa, Othman Masudi Othman, akizungumza anasema maridhiano hayo hayalengi kunufaisha vyama au viongozi, bali yanalenga kuleta umoja wa Wazanzibari. Hivyo ni wajibu kila mmoja kuunga mkono maridhiano hayo. Yote yanayokusudiwa kufikiwa katika mchakato huu sio kwa maslahi ya vyama wala watu binafsi, ni kwa manufaa ya nchi, watu wake na vizazi vijavyo. Tushirikiane katika kuwafahamisha watu na kuwasomesha wale wasiofahamu. Tuwakatae wanaobeza haya na tupambane na wanaoyapinga haya kwa nguvu zetu zote. Akizungumza baada ya kushuhudia uwasilishwaji wa tamko la pamoja na utiaji wa saini maridhiano ya kisiasa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anapongeza hatua hiyo na kuahidi ushirikiano ili kufikiwa malengo ya maridhiano. Penye siasa za chuki na mivutano, baraka za maendeleo hutoweka. Lakini penye siasa za staha na maridhiano, maendeleo hupata nafasi na kuchanua. Hatua tuliyofikia leo ni makubaliano ya kuunda tena serikali ya umoja wa kitaifa na kuanza mazungumzo ya mustakabali wa serikali ya mapinduzi Zanzibar. Kwa hiyo, wito wangu ni kuendelea kuyaheshimu makubaliano haya. Tuendeleze mazungumzo kwa uwazi na kuaminiana, huku tukizingatia misingi ya umoja, amani, usalama na utulivu wa taifa letu. Baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa waliohudhuria mchakato huo wakaelezea hatua zilizopigwa kupitia mchakato huo na matarajio yao. Hili jambo letu sote na tumeridhiana ili kusukuma mustakabali wa maslahi ya nchi yetu mbele na si maslahi ya vyama vyetu. Tuwapongeze viongozi wetu wa pande zote mbili wa Chama cha Mapinduzi na Chama cha ACT Wazalendo kwa kuweza kukaa na kuridhiana na tunawatakia kwenda kukubaliana katika vipengele mbalimbali ambavyo wanakwenda kukaa kufanyia kazi. Mchakato wa kutafuta maridhiano ya kisiasa yaliyotetereka baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu 2025 uliongozwa na marais wastaafu wawili wa Zanzibar, Dr. Ali Mohamed Shein na Dr. Abedi Amani Karume. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Asante Juma Kasim kwa taarifa hiyo. Hakika maridhiano ni daraja la umoja, mshikamano na amani. Mwenyezi Mungu ibariki Zanzibar, ibariki Tanzania. Naam, turejee hapa jijini Dar es Salaam.
Mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA imepongezwa kwa hatua yake ya utoaji vitambulisho vya taifa ndani ya muda mfupi, ambapo kutokana na maboresho ya mifumo hivi sasa utoaji wa namba ya kitambulisho unafanyika ndani ya siku moja na kitambulisho kupatikana ndani ya wiki moja. Huyu hapa mwanahabari wetu kwa taarifa zaidi. Pongezi hizo zimetolewa na Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Patrobas Katambi wakati alipotembelea banda la Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa NIDA kwenye maonesho 50 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam yanayoendelea viwanja vya Sabasaba, barabara ya Kilwa jijini Dar es Salaam. Waziri Katambi amesema kitambulisho cha NIDA ni kitu muhimu huko tuendako, ambapo ili kufanya usajili wa jambo lolote mwananchi atalazimika kwanza awe na namba ya NIDA ambayo inaitwa jamii namba. Watanzania wajitokeze kwenda kujisajili ili wapate vitambulisho vyao. Jamii namba hii ni muhimu kuwa nayo, ni sehemu mojawapo ya kuwasaidia kupata huduma mbalimbali zinazotolewa na serikali kwenye maeneo mbalimbali, lakini pia huduma za utambuzi ni muhimu sana kuwa nacho, kwa sababu ni hatua mojawapo ya kukupeleka kwenda kupata huduma nyingine muhimu, ikiwemo za elimu, huduma za kiuchumi, huduma za usafiri, huduma za afya na hata wakati mwingine transaction za kibiashara. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa NIDA James Kaji amesema ameridhishwa na mwitikio wa wananchi waliojitokeza kwa wingi kutembelea banda la NIDA kwa lengo la kujisajili kupata namba ya NIDA inayoitwa jamii namba. Mwitikio ni mkubwa sana, na hii inaonyesha jinsi gani ambavyo watu wamepata mwamko na kujua umuhimu wa kitambulisho cha taifa NIDA, ambacho imekuwa ni bila NIDA hakuna maisha na maisha ni NIDA. Kwa hiyo huduma zote tukiangalia kwamba vision ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba Watanzania wote wawe na NIDA na Watanzania wote tuanze jamii namba. Jamii namba kwa maana yake ni kwamba ile kadi ya NIDA huduma zote zinakuwa ndani ya kadi. Eden Bahati, Channel 10. Na mtazamaji, na sasa tusafiri tuelekee katikati ya nchi kule jijini Dodoma, ambako tunaelezwa kwamba Jaji Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa George Masaju amewataka mawakili wapya na wale waliopo kazini kuhakikisha wanaisaidia mahakama kutoa haki kwa wananchi, yakiwemo makundi maalum na watu wasiokuwa na uwezo. Taarifa zaidi na Kuringe Mungi kutoka Dodoma. Mheshimiwa Masaju ameitoa rai hiyo kwenye viwanja vya mahakama ya Tanzania hapa jijini Dodoma wakati alipokuwa akiwahudhurisha mawakili wapya 655. Kanuni ya 7 na ya 8 zinawahusu wote. Moja, wanapaswa wawe waadilifu. Pili, wawe waaminifu, honesty. Wawe na competence, uwezo wa kumudu kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi pasavyo. Halafu watoe huduma bora, wawe na usiri, halafu wawe watu wa kujituma, faraga, kuzingatia faraga na staha. Pamoja na mambo mengine, Mheshimiwa Jaji Mkuu akakikumbusha Chama cha Mawakili wa Tanganyika TLS wajibu ilicho nacho kwenye sekta ya sheria nchini, kuisaidia serikali, bunge na mahakama katika masuala yanayohusu utungaji wa sheria pamoja na usimamizi na utekelezaji wa sheria nchini. This is your statutory duty, you should live by it accordingly. Sasa mnafanyaje? Na ili mweze kuyatekeleza haya, hamwezi na hampaswi kuwa wanaharakati. Nao mawakili wapya wakaeleza ni kwa namna gani walivyoelewa nasaha za Jaji Mkuu. Kwenda kuwahudumia wanyonge, kuangalia wanyonge, hasa kundi la wanawake, kundi la walemavu na watu wazima. Tumepewa nasaha tuweze kuwahudumia vema na kutojali tu kufuata technicalities za sheria, lakini tuangalie haki. Amesisitiza tuweze kutenda haki, tuwatreat au tuwape kipaumbele, tuwatreat katika namna ambayo ni wakati mwingine bila kuangalia technicalities za kisheria, tuende zaidi ya hapo. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mungi. Asante Kuringe Mungi kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, na sasa tuelekee kaskazini mwa nchi kule mkoani Arusha, ambapo mwandishi wetu Jamila Omar anaripoti ya kwamba Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji pamoja na bodi ya shirika la hifadhi za Tanzania TANAPA wamemtaka kamishna mpya wa hifadhi Masana Mwishawa kuimarisha nidhamu, uwajibikaji, uadilifu na ustawi wa watumishi ili kuhakikisha shirika hilo linaendelea kuwa nguzo katika kulinda urithi wa taifa. Jamila, karibu.
Mimi Masana Jibril Mwishawa ninaapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kiapo cha kamishna mpya wa uhifadhi wa Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania, Masana Mwishawa, ambaye sasa anaanza rasmi jukumu la kuongoza TANAPA katika kipindi ambacho uhifadhi na utalii vinaendelea kuwa sehemu muhimu ya maendeleo ya taifa. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Shatu Kijaji akizungumza jijini Arusha, makao makuu ya TANAPA, baada ya kumwapisha rasmi kuwa kamishna wa uhifadhi wa Shirika la Hifadhi za Taifa baada ya kuteuliwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuongoza shirika hilo, amesema matarajio makubwa yaliyopo ni kuona TANAPA ikiendelea kuwa taasisi imara yenye kuheshimika na yenye mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa. Na hapa ni muhimu sana pia ulichukua hili neno, matokeo yanayopimika. Takwimu kwenye makaratasi tumeziona sana. Tunataka kuona matokeo yanayopimika kwenye eneo la uhifadhi, utalii, utawala bora, huduma kwa wadau wetu na ustawi wa watumishi wetu. Bodi inakuombea sana kamishna, kila la heri kwenye kipindi chote cha uongozi wako, na kutoa wito kwako kuhakikisha kuwa wakati wote unaimarisha uwajibikaji wa pamoja na kufanya kazi kama timu moja. Akizungumza mara baada ya kuapishwa kamishna mpya wa uhifadhi, Masana Mwishawa ameishukuru serikali kwa kumwamini na kuahidi kutoa ushirikiano kwa bodi ya TANAPA na viongozi wengine ili kufikia malengo ya shirika. Katika uongozi wangu nitajikita zaidi katika kuhakikisha mazingira ya kazi kwa watumishi wote pamoja na maslahi yao yanaendelea kuboreshwa. Vile vile nitajikita zaidi katika kuongeza jitihada kwenye ukusanyaji wa mapato ya serikali, kuhakikisha kwamba yameongezeka, kuimarisha ulinzi na usalama wa maliasili. Jamila Omar, Channel 10. Mtazamaji, turejee tena hapa jijini Dar es Salaam. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba anatarajiwa kuzindua kitabu cha falsafa ya sheria ya Mama Samia kilichoandaliwa na Chama cha Mawakili wa Serikali kwa lengo la kuandika na kuhifadhi historia ya mageuzi makubwa yaliyofanyika nchini chini ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kitabu hicho kimefanyiwa utafiti wa kina kwa kutumia takwimu, nyaraka rasmi na uchambuzi wa kitaalamu kuhusu mageuzi ya sheria, utoaji wa haki, uchumi, uwekezaji, diplomasia, utawala bora, tehama, elimu, afya na maendeleo ya kijamii. Akizungumza jijini Dar es Salaam, makamu wa rais wa Chama cha Mawakili wa Serikali Tanzania Debora Mcharo amesema kitabu hicho kinaangazia kwa undani mageuzi ya sheria na utoaji wa haki, ukuaji wa uchumi, uwekezaji, diplomasia, utawala bora, matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano, tehama na maendeleo yaliyopatikana katika kipindi cha uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Wa serikali Tanzania tumefanikiwa kufanikisha kuandaa na kukusanya taarifa zote muhimu ambazo serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan umeweza kuyafanya. Lakini haya yote yameweza kufanyika kutokana na uboreshwaji uliofanyika wa sheria mbalimbali. Tunajua kwamba nchi yetu tangu ipate uhuru kuna sheria nyingi zimetungwa ili kuweza kuongoza nchi yetu, lakini sisi tumeamua kujikita tu katika zile sheria ambazo zimeweza kutungwa au kuboreshwa tangu mwaka 2021. Sisi kama mawakili tumechambua namna ambavyo maono na mtazamo wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliyokuwa nao katika kueleta maendeleo, basi ikabidi na sisi tufanye marekebisho kadhaa ya sheria toka mwaka 2021 alivyoingia mpaka leo. Kuna sheria kadhaa zimefanywa marekebisho ili kuweza kukidhi lile hitaji
la kutufikisha kule tunakohitaji kwenda kama Watanzania. Na mtazamaji, na sasa tusafiri tuelekee kanda ya Ziwa kule mkoani Geita. Wakazi wa Nyamakala na Nyabulanda wilayani Nyang'hwale mkoani Geita wameeleza matumaini yao baada ya ujenzi wa daraja la zege linalojengwa kwa gharama ya shilingi milioni 327 pamoja na matengenezo ya barabara ya changarawe ya kilomita 3 kufikia 60% ya utekelezaji wake. Taarifa zaidi na Mrisho Sadik kutoka kanda ya Ziwa. Kamati ya siasa ya CCM mkoa wa Geita imetembelea na kukagua maendeleo ya mradi huo, ambapo wakazi wa maeneo hayo wamesema kukamilika kwa mradi huo kutakuwa mkombozi mkubwa kwao, hasa wakati wa msimu wa mvua ambapo eneo hilo hufurika maji na kuwalazimisha kutumia njia ndefu na zisizo salama ili kufika maeneo mengine. Itakuwa imeturahisishia sehemu pakubwa sana na itatusaidia sana, kwa sababu isitoshe kuna wanafunzi huwa wanatoka hapo na hapo Nyamakala kwenda Nyabulanda kwa ajili ya kwenda kusoma. Kwa hiyo kipindi wakati maji yamejaa husababisha wanafunzi wanashindwa kwenda shuleni. Kukamilika kwa hili daraja kutaturahisishia mfano kwenye kusafiri, hata kwenye kazi zingine mbalimbali itakuwa ni rahisi. Utekelezaji umefikia 65%. Faida za mradi huu utasaidia kurahisisha usafiri na usafirishaji wa mazao ya biashara na chakula pamoja na huduma za kijamii hasa kwa wananchi. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Geita Nikolausi Kasendamila amempongeza mkandarasi kwa hatua iliyofikiwa katika utekelezaji wa mradi huo, huku akimtaka kuongeza kasi ili kazi hiyo ikamilike kabla ya kuanza kwa msimu wa mvua. Tumpongeze sana na kumuomba sana spidi hii na uzalendo huu uende pamoja na hali halisi ya mradi kwenda na ubora na thamani ya fedha. Kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuleta fedha zaidi ya milioni 300, lakini kubwa zaidi ni kumpongeza mkandarasi kwa kasi anayoenda nayo, na ambayo kwa kweli natupa matumaini kwamba mvua itakaponyesha inaweza kuwa tayari karabati yetu imemalizika na wananchi wasipate shida tena ya kusafirisha mazao yao. Kutoka wilayani Nyang'hwale Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Asante Mrisho kwa taarifa hiyo. Naibu Waziri wa Uchukuzi David Kihenzile amempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uamuzi wake wa kukubali kutoa fedha za kujenga chuo cha bahari Dar es Salaam DMI na kutoa ardhi katika eneo la Kimbiji wilayani Kigamboni. Ametoa pongezi hizo alipofanya ziara ya kukagua eneo hilo lenye ukubwa wa ekari 13 ambalo litajengwa chuo cha DMI katika kata ya Kimbiji Kigamboni, na kwamba tayari fedha ya ujenzi huo imekwisha tengwa. Ujenzi utaanza muda wowote kuanzia sasa. Hapa kwenye bandari ya Dar es Salaam tulikuwa na mradi wa dola 421. Hayo ni mabilioni ya fedha ambao umeleta maboresho makubwa sana, kuchimba kina, kuongeza eneo la kugeuzia meli pamoja na mambo mengine. Lakini pia kwenye bandari hii kazi kubwa nyingine iliyofanyika na Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha kwamba tunaingiza operators wale wenye uwezo na wenye uzoefu, na tayari wako wawili. Chuo kina program maalum ya kuchomelea ambayo inaitwa underwater welding, ni uchomeleaji ndani ya maji. Taaluma hii hapa nchini bado ni changa, lakini chuo kimejielekeza kuweza kuzalisha underwater welding wengi. Wahakikishie tu kwa wawekezaji wote wanaokuja kuwekeza ndani ya wilaya ya Kigamboni, maeneo yapo ya uwekezaji kwa upande wa taasisi za umma na taasisi ambazo sio za umma zote. Mimi nitumie nafasi hii kuwakaribisha Kigamboni. Kigamboni ni sehemu salama kwa uwekezaji. Naam, mtazamaji, tutoke Dar es Salaam na sasa tuelekee hapo mkoani Pwani tukaiangalia taarifa hii. Wananchi wa wilaya ya Kisarawe mkoani Pwani wamepongeza uongozi wa hospitali ya wilaya ya Kisarawe kwa kuboresha huduma za afya, hatua iliyowezesha huduma za kibingwa kupatikana karibu na wananchi. Margaret Malisa anaripoti zaidi. Wakizungumza na Channel 10 mara baada ya kupatiwa matibabu, baadhi ya wananchi hao wamesema kwa sasa wanapata huduma zote za kibingwa katika hospitali hiyo badala ya kusafiri kwenda mbali kutafuta huduma za kibingwa. Nashukuru madaktari wote waliofanyia hivi mpaka dakika hii
nimepona, naendelea vizuri, wako vizuri katika matibabu yao katika hospitali ya Kisarawe. Hospitali tulikuwaga tumeizarau sana, maana mimi nina muda mrefu ambia tu ndugu zangu wana Kisarawe tu, hii hospitali ni nzuri. Akizungumza kwa niaba ya mganga mfawizi wa hospitali hiyo Daktari Yohana Kabata, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani Aba Singika amesema huduma hizo za kibingwa hutolewa mara 2 kwa wiki kila Jumanne na Alhamisi. Tunakuwa pia na kliniki siku hizo za madaktari bingwa wengine. Kwa mfano kama Jumanne na Alhamisi kunakuwa pia na daktari bingwa wa watoto siku hiyo. Magonjwa ambayo yanawakumba wananchi wengi ambao wanahudhuria hapa kliniki ni magonjwa ambayo hayaambukizi. Wakati huo kikundi cha kijamii cha Nguvu ya Pamoja kinatarajia kutoa misaada mbalimbali kwa wagonjwa pamoja na kuchangia damu katika hospitali hiyo. Zoezi letu litafanyika siku ya Jumapili tarehe 12 ya mwezi wa 7. Kwanza tutakuwa na zoezi la uchangiaji damu ambalo litafanyika pamoja na zoezi la kutoa misaada mbalimbali ya kibinadamu. Nawakaribisha sana, lakini pia nimefurahi kuungana na ninyi kwa kuonesha upendo huu mkubwa. Hospitali ya wilaya Kisarawe mahitaji ya damu ni makubwa. Sisi hapa kama hospitali kwa mwezi tunatumiaga kati ya chupa 100 mpaka 120. Margaret Malisa, Channel 10. Naam, ni taarifa yake Margaret Malisa ikiangazia katika sekta ya afya namna hiyo. Mtazamaji, turejee tena kanda ya Ziwa. Safari hii tuelekee pale mkoani Mara. Mkuu wa mkoa wa Mara, Kanali Evans Mtambi, ametoa mwezi mmoja kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Butiama kuainisha madeni yote yanayodaiwa na wazabuni, watumishi pamoja na watoa huduma wa ndani na kuwasilisha katika ofisi yake kuangalia namna ya utekelezaji wa malipo hayo. Musa Makali anaripoti kutoka kanda ya Ziwa. Kanali Mtambi anatoa agizo hilo katika kikao maalum cha baraza la mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG hapa wilayani Butiama mkoani Mara. Lipeni madeni ya watu, lipeni madeni ya wazabuni. Nataka nione hiyo taarifa, tutaipokea na rasi baada ya siku 30 watupatie. Hatua nyingine, Mtambi anaipongeza halmashauri ya wilaya Butiama kwa kufanikiwa kuongeza ukusanyaji wa mapato, huku maagizo kadhaa yatoa katika kikao hiki. Lakini pia muhakikishe kuwa mnatoa mapendekezo na kubuni vyanzo vipya vya mapato. Pia Butiama ina madaktari 3 tu pungufu. Lakini mimi niseme kuhusu miundombinu, kwa kweli serikali yetu ya awamu ya 6 na Dr. Samia Suluhu Hassan imejitahidi kwa kasi kubwa sana kutuletea miundombinu, kuhakikisha kwamba zile hoja ambazo zinatakiwa zifanyiwe utekelezaji kwa maana hazijafungwa tunazisimamia vizuri na kuhakikisha hoja hizi zina. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Butiama anawataka watumishi kwenda kutekeleza majukumu yao bila kushinikizwa ili kuhakikisha halmashauri hiyo inapiga hatua. Kila mmoja akakae kwenye kiti chake aenee, atimize wajibu wake. Inaumiza ukiwa huko hapo unalipwa mshahara, ukiwa huko hapo unapata posho, lakini kuna matatizo unaweza kuyamudu, unataka usiyatekeleze na wananchi waendelee kulia na ndio furaha yako. Hii sio sawa sana. Naombeni sana ndugu zangu. Kutoka mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Asante Musa kwa taarifa hiyo. Naam, mtazamaji, tungali tukisafiri na wewe katika maeneo mbalimbali tukiangazia matukio mbalimbali, na kwa taarifa hiyo ya Musa Makali kutoka huko mkoani Mara ndio ambayo inatupatia fursa sasa ya kuvuka mipaka ya nchi huko nako tukaangalie japo kwa uchache, na hapa Lulu Ali anaripoti. Katika upande wa kimataifa, tuanze huko Venezuela. Rais wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez ametoa wito wa kutaka Venezuela kuondolewa vikwazo vya kimataifa vitakavyowawezesha kujikwamua na athari za janga la tetemeko, na kusema takriban tani 30 za dhahabu ya Venezuela zinazuiliwa chini ya vikwazo vya Uingereza ambazo zinaweza kusaidia kufadhili ujenzi mpya. Spika wa bunge la nchi hiyo George Rodriguez ametoa takwimu kufuatia idadi ya vifo vilivyosababishwa na tetemeko la ardhi la Juni 24 nchini Venezuela kuwa liliongezeka hadi 3811, huku waliojeruhiwa wakifikia watu 16740 na wengine 17997 wakiwa hawana makazi. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa umetoa wito wa dharura wa kukusanya dola milioni 300 za misaada kufuatia matetemeko ya ardhi yaliyosababisha maafa makubwa na uharibifu nchini Venezuela. Tukiangazia taarifa nyingine, mkutano wa kilele siku 2 wa Jumuiya ya Kujihamia NATO
umemalizika siku ya jana Jumatano nchini Uturuki, huku nchi wanachama zikiapa kudumisha umoja na mshikamano, wakisema watafuata sheria ya shambulio dhidi ya nchi moja linazingatiwa kama shambulio dhidi ya wote. Viongozi hao wamejadili masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuongeza bajeti ya ulinzi, kusaini mikataba ya utengenezaji silaha, uvamizi wa Urusi nchini Ukraine na hata vita vya Mashariki ya Kati. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wedful amesema haamini kuwa NATO imedhoofishwa na mvutano hivi karibuni na Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye pia ameusifu mkutano huo wa Ankara akisema umedhihirisha upendo na umoja. Lula Ali, kimataifa. Naam, asante Lulu Ali kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, ni hayo tu usiku wa leo katika habari za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Hamisi Mkotia. Usiondoke. Na mtazamaji, kama ndo kwanza unaungana nasi, kipindi hewani ni Channel 10 Habari, na sasa ni wasaa wa habari za biashara na uchumi, na mchumi wetu usiku wa leo ni Salma Shaban. Naam, asante sana Hamisi Mkotia ukiwa hapo studio nambari 1. Habari za biashara leo hii zinaletwa kwako nami Salma Shabani, ambapo tunaanza na taarifa ambayo inaeleza kwamba kushuka kwa bei ya tumbaku na pamba wilaya ya Serengeti mkoani Mara kunatajwa kusababisha halmashauri hiyo kushuka kwa makusanyo yake ya mapato hadi kufikia asilimia 86 katika mwaka wa fedha uliopita. Musa Makali anaarifu kutoka mkoani Mara. Halmashauri ya wilaya Serengeti ni miongoni mwa halmashauri hapa mkoani Mara ambazo zimekuwa zikifanya vizuri katika ukusanyaji wa mapato, lakini hadi mwaka wa fedha unakamilika halmashauri hii ilikuwa imefanikiwa kukusanya asilimia 86 pekee. Tulikuwa na mazao ya tumbaku, yalikuwepo mazao ya pamba, lakini this time hayo yote nafikiri kwamba yalishuka bei. Kwa mfano zao la pamba pata shida kweli kweli, kwa hiyo lakini pia mazao ya tumbako pia bei yake kashuka. Awali akizungumza katika kikao hicho, mkuu wa wilaya Serengeti Bi Angela Marco amesema wilaya hiyo ni miongoni mwa wilaya zinazonufaika na utalii. Mheshimiwa mkuu wa mkoa sasa hivi ametoa maelekezo, anahitaji wilaya yetu iwe safi, ni wilaya ya utalii. Kwa hiyo naomba kila mtu awe balozi. Kisha mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi anaitaka halmashauri hii kubuni vyanzo vya mapato vipya na kuachana ukusanyaji wa vyanzo vya mapato vya kizamani. Mie vizuri tuhakikishe mapato hayapotei, lakini na vyanzo vipya na vyenyewe tubuni pia. Mapato ndio yataifanya halmashauri yetu iwe active. Kutoka mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Musa Makali. Halmashauri ya wilaya Busega imepongezwa kwa kufanikiwa kuvuka lengo la makusanyo ya mapato ya ndani baada ya kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 3.6 sawa na asilimia 115 ya lengo lililojiwekea kwa mwaka wa fedha 2025-2026, huku mafanikio hayo yakiwa yameelezwa ni matokeo ya ushirikiano mzuri baina ya viongozi na watumishi, kuimarishwa kwa mifumo ya usimamizi wa mapato na matumizi sahihi katika fedha za umma. Hii hapa ni taarifa kamili. Halmashauri ya wilaya ya Busega imepewa pongezi na viongozi mbalimbali wa serikali wakati wa baraza maalum la madiwani lililoketi kujadili hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha unaoishia Juni 2026. Halmashauri hii ilikuwa na lengo la kukusanya shilingi bilioni 3.1, lakini mpaka mwaka wa fedha huu ulipofika mwisho makusanyo yalifika shilingi bilioni 3.6. Wenzetu tumetimiza lengo hilo vizuri sana, kwa niliona niwapongeze. Mkuu wa mkoa wa Simiyu Anamringi Macha amehudhuria baraza hilo huku akisisitiza mafanikio hayo yanapaswa kuwa chachu katika kuimarisha nidhamu ya matumizi ya fedha za umma. Ili tufunge madeni ya nyuma yalipwe, lakini tudhibiti madeni ya huku mbele. Na namna ya kuondoa haya madeni kwanza ni kudhibiti, kukat off, kwamba kuanzia hapa kuja mbele huku hapana. Katika hatua nyingine, halmashauri ya wilaya ya Busega imepata hati ya kuridhisha kwenye ukaguzi wa CAG. Na hii nitoe pongezi kubwa kwa management na watumishi wote wa halmashauri pamoja na waheshimiwa madiwani
Ukaguzi ni kama sisi tunatumwa na wenye mali ambao ni wananchi, kwamba hebu kaniangalizie, mwende mkatuangalizie mali zetu kama zinasimamiwa vizuri. Licha ya halmashauri ya wilaya ya Busega kupata hati ya kuridhisha katika ukaguzi wa CAG, wametakiwa kutoridhika na hali hiyo na badala yake waendelee kuimarisha uwajibikaji. Maana lugha nimezikuta nyingi kwenye kila halmashauri, mchakato unaendelea, ziko kwenye utekelezaji, mikakati inaandaliwa. Yaani ni hivyo tu, yaani vitu viko hewani tu. Mimi nafikiri kwa kweli hivyo tu viache. Yale ambayo sasa ametueleza basi anakwenda kukamilika, na akija asipate tena kigugumizi. Joseph Ndau, Channel 10. Taarifa hiyo Joseph Ndau. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imeanza kujadili na kutekeleza maelekezo yaliyotolewa na Mheshimiwa Rais katika kilele cha maadhimisho ya tuzo ya Rais kwa walipa kodi, yakilenga kuimarisha ulipaji wa kodi kwa hiari na kuchochea maendeleo ya taifa. Jamila Omar kutoka Arusha ana taarifa kamili. Akizungumza jijini Arusha wakati wa mkutano mkuu wa mwaka wa tathmini ya mapato wa TRA kwa mwaka wa fedha 2025-2026, Kamishna mkuu wa TRA Yusuf Mwenda amesema mamlaka hiyo itaendelea kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwa kuimarisha matumizi sahihi ya kodi, kuhimiza ulipaji wa kodi kwa uhalali pamoja na kuboresha huduma zitakazowezesha biashara kukua na kuongeza ufanisi kwa walipa kodi. Walipa kodi wasidhulumu nchi na TRA isidhulumu walipa kodi. Na ili tusiwadhulumu lazima tuwape wanachostahili. Correct tax assessment. Ushirikiano ambao umekuwepo kati ya viongozi wa ngazi zote ndani ya mamlaka, wadau wetu wakubwa, wafanyabiashara na watumishi kwa ujumla umewezesha mafanikio hayo kufikiwa. Nao baadhi ya wafanyabiashara wamesema maboresho ya huduma yanayotolewa na TRA yameongeza uelewa na kuhamasisha walipa kodi kutekeleza wajibu wao kwa hiari. Tunamshukuru sana Rais, ameweza kuwafanya biashara. Sasa hivi tunaanza kutabasamu. Katika neno lake la kutabasamu, natumaini muda sio mrefu tunaendelea kutabasamu hadharani. Sasa TRA wameweza kuelimisha watu, kupunguza kero za wafanyabiashara. Kwa mujibu wa TRA, katika kipindi cha miaka 30 ya uwepo wake, mafanikio katika ukusanyaji wa mapato yameendelea kuongezeka. Wakati Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani, makusanyo ya kodi yalikuwa takriban shilingi trilioni 21 kwa mwaka, huku mwezi uliopita yakifikia shilingi trilioni 37.96, ikiwa ni ongezeko kubwa la mapato ya kodi kulinganisha na kipindi chote. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Asante Jamila Omar kwa taarifa hiyo. Na kabla ya kuhitimisha habari za biashara na uchumi, mtazamaji, twende tukaangalie viwango vya kubadilisha fedha za kigeni kwa shilingi ya Tanzania kama ambavyo vimetolewa na Benki Kuu ya Tanzania BOT. Nam, ni mwisho wa habari za biashara na uchumi kwa leo hii mtazamaji, na hayo ndio ambayo tumekuwa nayo kwa usiku huu. Mimi ni Salma Shabani, narejesha sasa kwako matangazo haya Hamisi Mkotea. Naam, asante Salma Shaban. Hakika tumekupata vizuri kabisa katika dawati la biashara na uchumi usiku huu. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi. Tukirejea hapa itakuwa ni wasaa wa habari za michezo na burudani. Eden Bahati atakuja hapa kutujuza yale yaliyojiri huko viwanjani, lakini kubwa zaidi ni TFF imetangaza msimu mpya wa ligi kuu. Atakuja kutuambia hapa, tunaona kutoka kumalizika kwa msimu mmoja na kuanza kwa msimu mpya, nafikiri wachezaji watapumzika ni kama wiki 3 tu. Sijui kati ya pre-season na mapumziko wiki 3 zinatosha kuwafanya wachezaji wawe imara. Eden Bahati atakuja kukujuza hapa. Usiondoke. Mimi ni Hamisi Mkotia.
Naam, asante kwa kuendelea kutuchagua. Hii ni Channel 10 Habari. Alikuwepo hapa Hamisi Mkotia kutupitisha kwenye habari za kitaifa na kimataifa, na sasa ni wasaa habari za michezo na burudani. Niko hapa golikipa wa kisasa mpira Eden Bahati kukujuza mengi ambayo yamejiri viwanjani, nikianzia hapa nyumbani Tanzania. Msimu mpya wa ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa mwaka 2026-2027 unatarajiwa kuanza kutima vumbi tarehe 14 mwezi Agosti mwaka huu, huku mchezo wa ngao ya jamii ukitarajiwa kupigwa Agosti 12 ukivikutanisha vilabu vya Simba na Yanga. Taarifa zaidi na Sports Led Witness Matiku. Taarifa hiyo imetolewa na Rais wa Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania, Wallace Karia, wakati akizungumza kwenye hafla ya uzinduzi wa mfumo wa kidigitali wa kusimamia ligi, ambapo amesema kwa msimu huo kimashindano utafunguliwa kwa mchezo wa ngao ya jamii utakaowakutanisha vigogo Simba na Yanga, huku akitoa ufafanuzi wa kwa nini mwaka huu zinacheza timu mbili pekee na si 4. Rasmi msimu utaanza tarehe 12 Agosti kwa mechi ya ngao ya jamii ambayo itahusisha mshindi wa ubingwa wa Tanzania na mshindi wa kombe la FA. Kanuni yetu hatujaibadilisha ile ya timu 4, lakini kutokana na majukumu ambayo ya msimu unaokuja tuna na mambo ya AFCON na qualifier pia za AFCON ambazo tunashiriki, ingawa bado ni rasmi kwamba tutashiriki mashindano, lakini lazima tushiriki kwenye qualifier. Na ligi itaanza tarehe 14 mwezi Agosti, na kwa mfumo tulivyotengeneza na kuweza kupisha, kwa sababu AFCON inaanza Juni 16, kwa hiyo ligi itaisha tarehe 16 Mei mwaka 2027. Witness Matiku, Channel 10 Michezo. Asante Witness Matiku kwa kutujuza taarifa hiyo. Timu ya taifa ya mpira wa miguu chini ya umri wa miaka 17 maarufu kama Serengeti Boys imeendelea kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa ya vijana yanayoendelea kutimua vumbi jijini Yuanchan baada ya kuibuka na ushindi wa magoli 2-0 dhidi ya timu ya China. Ushindi huo ni wa pili mfululizo baada ya kuichapa Nigeria katika mchezo wa awali, ambapo baada ya mchezo huo kumalizika, kocha mkuu wa timu hiyo Eleneza Nsanganzeru na nyota Dismas Atanas wameeleza siri ya ushindi katika michezo hiyo. Sana kwenye adjustment ya mbinu, lakini tunamshukuru Mungu kwa tumefanikiwa kwa pini, hasa wachezaji wao namba 24, mchezaji namba 10, mchezaji namba 8 ambao walikuwa threat wazuri na namba 19. Sio, kwa hiyo tumeweza kwa pini, tumeweka defenders nyuma na mbele, kwa hiyo wakashindwa kucheza. Kwa hiyo yeye katusaidia watu wetu wa nyuma angalau kuwa na pressure ndogo kidogo, kwa sababu wale walikuwa wanarudi katikati ya uwanja. Mchezo uliopita tumepata ushindi na huu hapa tumepata ushindi. Kwa hiyo tunaendelea kujitahidi sisi kama wachezaji kutimiza majukumu yetu uwanjani ili tuweze kupata ushindi. Tofauti ya mchezo uliopita ulikuwa sio mgumu sana, lakini mchezo huu umekuwa mgumu sana, kuna pressure ya mashabiki. Bondia Bakari Kibiki aka Simba wa Kigamboni ametamba kumchakaza mpinzani wake Mohamed Chapo wa Masaki kuelekea pambano la masumbwi la Boxing Derby linalotarajiwa kufanyika Julai 24 mwaka huu katika kituo cha kimataifa cha biashara cha Ubungo. Akizungumza wakati akiendelea na hamasa pambano lake huko Mji Mwema Kigamboni mapema hii leo, amesema anaendelea kuonyesha kiwango kizuri kwenye mchezo kutokana na maandalizi yake mazuri. Mimi nimejiandaa vizuri. Nimechukua mafunzo yote kwa kocha wangu, kocha mzazi. Nimejiandaa vizuri kwa kupigana. Mimi siwezi kumwambia mpinzani nitampiga hiyo raundi ngapi, ila nimejiandaa kupigana raundi zote nilizosaini. Mtu tukachinje tuue turudi Kigamboni. Ajiandae tu kama jeneza, kama ila hospitali, hilo tu. Yaani zaidi ya neno 100%. Tunachotaka kusema ni kitu kimoja, Chapo mawe. Sikiliza ninavyokuambia, naongea hapa, naitwa Champion Kurus, ngumi nazijua. Bakari Kibiki tunamjua sio leo. Chapo mawe njia aloingia wenzako wapitagi na mbwa wakali. Ukikaa utapigwa, ukisimama utapigwa. Tumekuandalia kipigo, tunakuletea kichapo kinachofanana na jina lako. Haya, watu wa ngumi hao hela yao ngumu kweli kweli. Mchezaji wa timu ya mpira wa wavu ya Jeshi Stars kwa upande wa wanaume Dodatus Mwandiki ameeleza kuridhishwa na ushindani mkubwa wa wachezaji kutoka timu mbalimbali za mkoa wa Dar es Salaam katika ligi inayotamatika hivi karibuni na Jeshi Stars kutoa ubingwa kwa upande wa wanaume. Tupate nafasi ya kumsikiliza na kumtazama. Kusema ukweli nimefurahi sana kwa sababu nikiwa Jeshi Star
tumechukua hili kombe mwaka 2026. Ukweli ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Kusema ukweli kuhusu kuboresha, naweza nikawachia uongozi, lakini kuna mambo mengi ambayo yamenifanya mimi enjoy sana. Kwanza management hapa ilikuwa nzuri, zawadi kwa wachezaji bora, zawadi kwa washindi. Kusema ukweli nimefurahi sana. Neno langu kwa wachezaji wajitahidi, wapambane, waoneshe utofauti, wapambane, wafanye mazoezi. Timu ya soka ya Academic Stars kutoka kata ya Mungumaji imeibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Small Tiger katika mwendelezo wa mashindano ya FA yanaendelea kwenye uwanja wa kumbukumbu ya michezo ya shule ya sekondari Mwenge mjini Singida. Katika mchezo huu ambao ulionekana kuelekezwa lawama kwa waamuzi, makocha na manauza pamoja na waratibu wa michuano hiyo walipata nafasi ya kuzungumza. Mpango nao kwa tunatoa marefa kutoka Mungumaji. Kwa timu hiyo hiyo ndio wanatua kila siku. Sasa nyinyi kama waandishi wa habari tunaomba mtuwakilishie kuwaambia viongozi wetu. Viongozi wenyewe hawaji kwenye mechi. Sikufurahishwa na maamuzi. Kwa sababu maamuzi hakunifurahisha kabisa. Sababu haya matokeo yanaonekana yalipangika. Mpira na matokeo matatu, na kushinda na kushindwa, kutoa draw. Zingine zina walimu hapa, hata viongozi hapa simele. Na wale tunatumia nguvu kubwa sana. Mwendesha baskeli na mkimbiaji wa maeneo ya milimani John Rhys Evans, raia wa Uingereza, ameandika historia mpya baada ya kukamilisha safari ya kipekee kutoka eneo la Mabungo, wilaya ya Moshi hadi mlima wa Kilimanjaro. Safari aliyoifanya kwa kukimbia na kuendesha baskeli, hatua iliyoibua taswira na namna mpya kutangaza Tanzania kwenye ramani ya utalii wa michezo duniani. Akizungumza mara baada ya kufika kileleni, John Rhys Evans amesema safari yake hiyo ni moja ya safari ngumu zaidi licha ya kuwa na kumbukumbu ya kipekee katika maisha yake, na kueleza kusafirishwa na mazingira mazuri aliyokutana nayo wakati wa kupanda mlima Kilimanjaro pamoja na ukarimu wa Tanzania. Na tumeweza kuandaa safari yake ya ndoto ya mlimani kwa ajili ya kuvunja rekodi. Tumeweza kuwa tunaandaa chakula chake, alikuwa na special diet na tumefanya hivyo, na tunashukuru kwamba baada ya kuanza safari yake siku wa tarehe 6 katika Mabungo, ambacho ni kitu ambacho kilifanyika usiku wa saa 6 kamili, na Mabungo iko chini kabisa ya mlima Kilimanjaro. I first came to Tanzania 26 years ago in 2000. Nilikuja Tanzania kwa mara ya kwanza miaka 26 iliyopita, mwaka 2000, kwa lengo la kupanda mlima Kilimanjaro. Wakati huo nilikuwa najiuliza ni kwa haraka kiasi gani ningeweza kupanda mlima huo, hivyo nilifanikiwa kupanda ndani ya siku moja. Hata hivyo, nilipokuwa nikitafakari mafanikio hayo, baadaye niligundua kuwa kwa kweli sikupanda mlima mzima, kwa sababu sehemu ambayo nilianzia safari ilikuwa tayari kwenye lango la hifadhi ya taifa. Naam, taarifa hiyo inatuwekea utuo kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa ni wasaa kuangaza yale ambayo yamejiri medani za kimataifa. Robo fainali ya kwanza ya michuano ya kombe la dunia kwa mwaka 2026 inaanza leo kwa mchezo kati ya wawakilishi pekee wa bara la Afrika, timu ya taifa ya Morocco dhidi ya mabingwa wa dunia kwa mwaka 2018, timu ya taifa ya Ufaransa Les Bleus. Mchezo utakaopigwa katika dimba la Boston nchini Marekani kuanzia saa 5 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Morocco imefika hapo kwa kuwaondoa wapinzani wake wakiwemo mabingwa mara 5 wa dunia Brazil katika hatua zilizopita, huku Ufaransa ikiingia uwanjani wakiwa na rekodi nzuri ya ushindi wa 100% kwa kushinda michezo yao yote. Mshindi wa mchezo huo atafuzu moja kwa moja hatua nusu fainali na kusubiri mshindi wa mchezo kati ya Hispania dhidi ya Ubelgiji. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Asante Kenny Malila, journalista Mario Fio, kwa kutupitisha kwenye habari za michezo medani za kimataifa. Kufikia hapo hatuna ziada kutoka kwenye chumba cha habari za michezo na burudani. Kwa niaba ya wote, mimi ni goalkeeper kisasa wa mpira Eden Bahati. Atarejea hapa Hamisi Mkotia baada ya muhtasari wa habari.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, asema serikali haitavumilia kuona watu wasiokuwa na nia njema na taifa kutumia kimvuli cha wanaharakati kuhatarisha amani nchini. Jaji Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa George Masaju amewataka mawakili wapya na wale waliopo kazini kuhakikisha wanaisaidia mahakama kutoa haki kwa wananchi, yakiwemo makundi maalum na watu wasiokuwa na uwezo. Rais wa mpito wa Venezuela Delcy Rodriguez atoa wito kutaka nchi yake iondole vikwazo vya kimataifa ili kujikwamua na madhara ya janga la tetemeko. Na katika michezo, msimu mpya wa ligi kuu ya mwaka 2026-2027 unatarajiwa kuanza kutimua vumbi Agosti 14 mwaka huu, ukitanguliwa na mchezo wa ngao ya jamii utakaovikutanisha vilabu vya Simba na Yanga Agosti 12. Naam, mtazamaji, ni hayo tu, na hadi hapo tunafika tamati ya taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima ya leo. Lakini nimshukuru Lulu Ali ambaye alikuletea habari za kimataifa na Salma Shabani ambaye alikuletea habari za biashara na uchumi, na hivi punde Eden Bahati goalkeeper wa kisasa ametoka kujuza yale yaliyojiri huko viwanjani kwa maana ya habari za michezo na burudani. Na kwa kipekee kabisa ni kushukuru wewe mtazamaji popote ulipo kwa kuichagua Channel 10 kilicho bora kabisa kufuatilia matangazo haya ya habari. Kwa niaba ya Ramla Jabu mkalimani wa lugha alama usiku wa leo, mimi ni Hamisi Mkoti ya Rubani. Hatuna la ziada kutoka hapa studio. Asante na kwaheri kwa sasa.